Kwa majina naitwa Pastor Bona, ni mchungaji kiongozi wa tawi la God Embassy Tanzania, chini ya mtumishi wa Mungu Nabii Isaiah Brian Sovi, ambaye Mungu amempa neema ya kupanda kanisa katika nchi yetu pendwa kabisa ya Tanzania. Na jioni ya leo, kama unajiunga na sisi kwa mara ya kwanza, napenda uwe tayari kusikia neno la Bwana, kwa sababu maandiko yanasema mtaifahamu kweli, na hiyo kweli itawaweka huru. Kinachokuweka huru ni kweli unayoifahamu, ama kweli unayoijua. Bila ya kuijua kweli, hauwezi ukawa huru, hauwezi ukapona, hauwezi ukatoka kwenye hiyo changamoto unayoipitia sasa hivi. Maandiko yanasema mtaifahamu kweli, na hiyo kweli itawaweka huru. Manake nini? Manake Mungu ameweka mfumo katika maandiko, ameweka mfumo wa namna ya kupokea vitu tofauti tofauti. Kama vile ambavyo kuna formula kwamba tunafahamu kwamba ukichukua 1+1 inaleta 2, ndivyo ambavyo katika ulimwengu wa roho ziko formula, ziko kanuni. Kuna mfumo ambao Mungu ameuweka kwa ajili ya kutusaidia. Kwa hiyo Mungu hakutuweka duniani ili tupitishe tu muda, lakini ameweka mifumo rasmi ya kutusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kama unanifuatilia usiku wa leo, nitakushirikisha kweli ambayo kweli hiyo itakuweka wewe huru, lakini pia itakusaidia au itasaidia wengine ambao wako katika seko yako, wako katika mzunguko wako, iwe ni marafiki, iwe ni ndugu, iwe ni jamaa, iwe ni watu ambao unakutana nao. Kwa sababu moja kati ya wajibu tulionao ni kwamba tutakapoijua kweli, hatuwezi tukabaki na ile kweli, lazima tuwashirikishe na wengine, kama vile ambavyo mimi hapa ninakushirikisha wewe kweli. Kwa sababu Mungu ametuagiza tuenende ulimwenguni kote, tukaihubiri Injili, tukaisambaze kweli. Haleluya. Kwa hiyo ndio maana niko hapa. Kwa sababu gani? Ninatimiza agizo la Mungu. Mungu amesema tukaihubiri kweli, tukaisambaze kweli, na ninakushirikisha kweli ili kweli ikakuweke huru. Kwa utakaponisikiliza usiku wa leo kwa makini, au muda wote ambao utakuja kuiangalia hii video, utakaponisikiliza kwa makini, utakapofanyia kazi yale ambayo ninakwenda kukushirikisha, yatakusaidia, yatakuweka huru, yatakufungua. Usiku wa leo au muda ambao unatufuatilia au utakapokuja kutuangalia, ninataka nikufundishe kwa kifupi sana. Utakapokamata hii kazi yangu inakuwa imeisha. Nataka nikufundishe kwa kifupi sana kwa nini maombi yako hayajibiwi. Nimejifunza kwa babangu wa kiroho kwa nini maombi yangu yalikuwa hayajibiwi, au kwa nini maombi yalikuwa hayapokei majibu kutoka kwa Bwana. Sio kwamba Mungu hasikii, sio kwamba Mungu hasikii, lakini Mungu anasikia, Mungu anajibu. Lakini kwa nini wewe unayenisikiliza, ambao umekuwa ukiomba kwa muda mrefu, ambao umekuwa ukisali, ukienda kwenye mikutano, ukifunga, ukifanya kila unachokifanya, lakini ni kama vile Mungu hasikii, kama vile Mungu hajibu? Sababu nini? Nitakuonyesha katika hizi dakika chache ambazo tutakuwa pamoja. Kwa nifuatilie kwa makini ili upate kusikia neno la Bwana. Kwa tunaangalia kwa nini maombi yako hayajibiwi. Okay. Kama vile ambavyo yawezekana umesikia sehemu nyingi, maombi ni nini? Maombi ni mazungumzo.
kati ya Mungu na mwanadamu. Maombi ni mazungumzo kati ya Mungu na mwanadamu, na maombi yana pande mbili. Maanake uko upande wa yule ambaye anazungumza na iko upande wa yule ambaye anasikiliza, lakini pia uko upande wa yule ambaye anajibu na yule mwingine ambaye anapokea majibu. Kumbuka, katika maombi muhitaji ni wewe, sio Mungu. Muhitaji ni wewe. Kwa hiyo ni muhimu sana ukajua upande wako, kwa sababu kutokana na maandiko hakuna kitu ambacho Mungu hajakijibu. Hakuna kitu ambacho Mungu hajatengeneza mazingira ya wewe kukipokea. Hakuna kitu ambacho Mungu hajakiwekea mfumo wa kuja kwako. Kwa mara nyingi ukiona maombi hayajibiwi, changamoto sio Mungu, changamoto ni wewe. Nikupe mfano. Twende kwenye kitabu cha Waefeso sura ile ya 3. Waefeso sura ile ya 3 mstari ule wa 20. Waefeso sura ile ya 3 mstari ule wa 20. Waefeso sura ile ya 3 mstari ule wa 20. Maandiko yanasema hivi. Yanasema, basi atukuzwe yeye Mungu, yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yote tuyaombayo au tuyawazayo, kwa kadri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Naam, atukuzwe katika kanisa na katika Kristo Yesu hata vizazi vyote vya milele na milele. Amina. Kwa maandiko yanasema atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu mno. Kwa maandiko yanazungumzia kuhusu uwezo wa Mungu. Maandiko hayapingi uwezo wa Mungu. Maandiko yanaonyesha uwezo wa Mungu, jinsi ambavyo hauna kipimo. Uwezo wa Mungu hauna kipimo. Kwa manake hakuna ambacho Mungu hawezi kukifanya. Nipoze hapo kidogo, alafu nitarudi, lakini nataka nikuonyeshe kitu. Twende kwenye kile kitabu cha Yeremia. Yeremia Yeremia 32 mstari wa 27. Yeremia 32 mstari wa 27. Maandiko yanasema hivi. Nikianzia ule mstari wa 26. Tutarudi kule kwenye Efeso. Yeremia 32 mstari wa 26 na 27. Maandiko yanasemaje? Ndipo neno la Bwana likamjia Yeremia kusema, tazama, mimi ni Bwana Mungu wa wote wenye mwili. Je, kuna neno gumu lolote nisiloliweza? Mungu anamuuliza Yeremia swali. Kulingana na akili yako Yeremia, kulingana na jinsi ambavyo umetembea, kulingana na maono niliyokuonyesha, kulingana na vitu ambavyo umevisikia kwa habari ya mimi, je, kuna neno gumu lolote nisiloliweza? Manake Mungu anajaribu kumsemesha Yeremia na kutusemesha sisi ambao tunasikia siku ya neno la Bwana, ya kwamba issue au changamoto sio uwezo wa Mungu. Uwezo wa Mungu upo. Uwezo wa Mungu haupingiki. Uwezo wa Mungu hauzuiliki. Mungu ana uwezo. Mungu ana nguvu. Mungu anaweza kufanya. Maandiko yanasema hakuna neno lolote asiloliweza. Kwa usiku leo naomba nikuhakikishie ya kwamba hakuna kitu ambacho unakiomba ambacho kiko nje ya uwezo wa Mungu.
there is nothing that you ask, there is nothing that you pray that is outside God's ability. Hakuna ambacho utakiomba, hakuna ambacho utakifikiria ambacho kiko nje ya uwezo wa Mungu. Kumbuka Waefeso 3 ile 20 tuliyosoma, maandiko yanasemaje? Nitarudi hapo sasa. Waefeso 3 mstari wa 20, maandiko yanasemaje? Basi atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yote tuyaombayo au tuyawazayo. Kwa hiyo Mungu anaweza kufanya mambo yote tuyaombayo, lakini pia tuyawazayo. Kwa hiyo Mungu anaweza kajibu maombi unayofanya, lakini pia Mungu anaweza kajibu mawazo, kuthibitisha ni uwezo gani alionao, ni nguvu kiasi gani alionayo. Kwa hiyo naomba nikuondolee mashaka usiku wa leo ya kwamba Mungu ana uwezo, Mungu ana nguvu. Na kama unanisikiliza usiku wa leo, ni dhahiri ya kwamba unaamini katika Mungu. Kwa kwako changamoto sio Mungu, Mungu unamwamini. Lakini changamoto yako ni kwamba umekuwa ukijiuliza maswali. Kwa nini kama Mungu yupo? Kwa nini kama Mungu ana uwezo? Kwa nini maombi yangu hayapokei majibu? Na niko hapa kukupa majibu ya maswali hayo. Twende darasani. Namba 1. Kwa nini Mungu? Kwa nini maombi yako hayajibiwi? Namba 1. Naomba nianze na hii. Namba 1. Kwa nini maombi yako hayapokei majibu ama hayajibiwi? Namba 1. Kama unaandika. Namba 1 ni kutothamini neno la Mungu. Ni kutothamini neno la Mungu. Tunachukua andiko letu kutoka kwenye kile kitabu cha Mithali. Mithali 28. Mithali 28 mstari wa 9. Mithali 28 mstari wa 9. Maandiko yanasemaje? Yeye aligeuzae sikio lake. Maana huyu ni mkaidi. Yeye aligeuzae sikio lake asisikie sheria, hata sala yake ni chukizo. Sijui kama mnaona hapo, nitarudia. Yeye aligeuzae sikio lake asisikie sheria, hata sala yake ni chukizo. Manake nini? Manake wale ambao ni wakaidi wa neno la Mungu, wale wasiopenda kulishika neno la Mungu, wale wasiopenda kulitii neno la Mungu, hawa ndio wakaidi. Hawa ndio ambao hawawezi kutunza neno la Mungu, hawawezi kuliishi neno la Mungu, hawawezi kufuata maelekezo ya neno la Mungu. Maandiko yanasema hawa hugeuza masikio yao. Manake hawapay attention, hawana utulivu katika neno, hawalipi neno uthamani wake, hawalipi neno uthamani wake. Maandiko yanasemaje? Tuende kwenye kile kitabu cha Yeremia sura ile ya 1. Yeremia sura ile ya 1. Yeremia sura ile ya 1 mstari wa 12. Yeremia sura ile ya 1. Sante Roho Mtakatifu. Yeremia sura ile ya 1 mstari wa 12. Yeremia sura ile ya 1 mstari wa 12. Maandiko yanasemaje? Yanasema hivi: tena neno la Bwana likanijia kusema, kwanza ile mstari wa 11. Yeremia, waona nini? Nikasema, naona ufito wa mlozi. Ndipo Bwana akaniambia, umeona vema, kwa maana ninaliangalia neno langu ili nilitimize. Kwa maana ninaliangalia neno langu ili nilitimize. Kwa wale ambao
ni wakaidi wa neno la Mungu, wale wasiotii neno la Mungu, wale wanaogeuza masikio yao kuto kusikiliza shauri la Mungu katika neno lake, wale ambao wanakuja ibadani lakini kipindi cha neno hawana utulivu, kipindi cha neno wanachukua simu zao wanabonyeza, kipindi cha neno wanaongea na watu wengine, kipindi cha neno wanawaza mawazo mengine. Hawa ni wale ambao wanageuza masikio yao, hawalipi neno la Mungu uthamani, hawalipi neno la Mungu uthamani unaostahili. Na maandiko yanasema hawa watu maombi yao ni chukizo. Manake ni wao wenyewe ambao wanajitengenezea mazingira ya maombi yao kuto kujibiwa. Kwa sababu gani? Ni wakaidi, hawalithamini neno la Mungu. Maandiko yanasema analiangalia neno lake apate kulitimiza. Kwa hiyo kama Mungu analithamini neno lake, wewe ni nani usilithamini? Wewe ni nani usilipe uthamani wake? Wewe ni nani usilisikilize? Wewe ni nani usilipe muda? Kwa sababu ni katika neno lake Mungu anapata kujibu. Anasema analiangalia neno lake apate kulitimiza. Kwa hiyo kama ukikosa neno, usipolithamini neno, ukalikosa neno, manake uwe na uhakika utakosa majibu ya maombi yako. Utakosa majibu ya maombi yako. Kwa hiyo naomba nikutahadharishe, kama unanisikiliza popote pale, na uzuri ni kwamba formula ya Mungu haiangalii kanisa. Formula ya Mungu haiangalii uko kwenye wokovu kwa muda gani. Formula ya Mungu haiangalii wewe ni mchungaji, wewe ni nani. Lakini neno la Mungu ndilo ambalo Mungu analiangalia. Anasema analiangalia neno langu nipate kulitimiza. So God values his words. Mungu anathamini maneno yake. Mungu anathamini neno lake na analifuatilia neno lake. Kwa hiyo ukitaka kupokea majibu ya maombi yako, lazima ulithamini. Usipolithamini neno la Bwana, utashindwa kupokea majibu ya maombi yako. Haleluya. Kwa uko hapo unanisikiliza, mara ya mwisho umefungua Biblia yako sijui ni lini? Mara ya mwisho umekaa na kutafakari neno la Mungu sijui ni lini? Labda wengine mnanisikiliza mara ya mwisho ni Jumapili, lakini leo Jumatatu hujagusa neno. Labda wiki iliyopita pia ukugusa neno. Unasubiria Jumapili kwa Jumapili uende kanisani, mchungaji au padre au nani akuambie fungua Biblia, akuambie fungua kitu fulani, ndipo fungua Biblia yako. Kwa staili hiyo maombi yako yatakuwa yajibiwi. Na watu wengine wanajiuliza, kwa nini mtumishi akiniombea napata majibu ya maombi yangu? Kwa nini mtumishi wa Mungu Nabii Isaya akiniombea ninapokea majibu? Kwa nini mtumishi wa Mungu Pastor Boni akiniombea napokea majibu? Siri ni hii: tumejifunza kuthamini neno la Mungu. Na mimi naye kufundisha nimejifunza kwa baba yangu ya kwamba anathamini neno la Mungu. Hatofanya kitu nje ya neno la Mungu. Hatogeuza sikio lake kinyume na maagizo ya Mungu. Haleluya. Kwa kama utaki maombi yako yawe chukizo, kuanzia usiku ya leo fanya maamuzi. Fanya maamuzi ya kulithamini neno la Mungu. Tenga muda. Tenga muda. Tenga muda kusoma neno la Mungu. Tenga muda kutafakari neno la Mungu. Tenga muda kujifunza. Tenga muda kujifunza. Kama unaweza ukatenga muda kula kama unaweza ukatenga muda kuongea na mpenzi wako, kama unaweza ukatenga muda kuongea na mke wako na watoto, basi ni muhimu ukatenga muda kulisikiliza shauri la Bwana, kufuata maagizo ya neno la Bwana. Ni muhimu ukakaa na neno la Mungu. Litakusaidia na litakuonyesha mbeleni kwa nini neno la Mungu ni muhimu. Kwa hiyo lithamini neno la Mungu. Haleluya.
Namba moja. Namba mbili, kama unanifuatilia, namba mbili, kuona mashaka. Na unajua watu wengi wanaweza kusema mimi namwamini Mungu, sina mashaka, sina nini, lakini utakuja kugundua kwenye lugha unayoitumia baada ya kuomba. Mtu anaweza kukuuliza vipi Mungu amekujibu? Sasa ngoja tuone. Unamwambia mwenzio ngoja tuone. Hiyo ni lugha ya mashaka. Au unatoka kwenye sehemu ya maombi, bado uko katika hali ya kujisikia chini, moyo wako unakuwa umeinama, moyo wako unakuwa haujisikii, bado una ule uzito, bado una ule mzigo wako. Maandiko yanasema hivi kwenye kile kitabu sawa cha Mathayo Mathayo 11:28. Mathayo 11:28. Maandiko yanasemaje? Njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Moja ya dalili ya kwamba umefikisha maombi yako kwenye madhabahu ni ule mzigo kutua. Moja ya dalili inayoonyesha ya kwamba maombi yako umeyafikisha madhabahuni ni pale unapotua ule mzigo. Wengi wanaondoka madhabahuni na mizigo yao. Wengi wanaondoka madhabahuni au kwenye sehemu zao za maombi na mizigo yao hawajaiachia, bado wanataka kuibeba, bado anaona mashaka, bado anaona Mungu ajitoshelezi, bado anaona maombi hayajitoshelezi, bado wanataka waongeze na vitu vingine, bado wameshikilia vile vitu, hawajaviachilia. Na ndio maana wanapotoka kwenye sehemu za maombi bado wana ule uzito, wanaona mashaka. Sasa ngoja ni kuonyesha kwenye maandiko, kwenye kile kitabu cha Yakobo sura ile ya kwanza, Yakobo sura ile ya kwanza mstari wa 6 na wa 7. Yakobo sura ya kwanza mstari wa 6 na wa 7. Yakobo sura ile ya kwanza mstari wa 6 na wa 7. Maandiko yanasemaje? Maandiko yanasema hivi: ila naombe kwa imani. Do you see that? Ila naombe kwa imani pasipo shaka yeyote, maana mwenye shaka ni kama wimbi la bahari lililochukuliwa na upepo na kupeperushwa huku na huku. Mstari wa 7, maana mtu kama yule asidhani ya kuwa atapokea kitu kwa Bwana. Maandiko yako wazi kabisa, yanasema mtu ambaye anaona shaka, kwanza hana imani, haamini. Ukiona shaka, manake imani haipo ndani yako. Anza kuitafuta imani. Ukiona shaka au mashaka bado yapo, ujue kiwango cha imani bado kiko chini, inabidi kipande juu, kwa sababu imani inapopanda inashusha mashaka, inayaondoa mashaka, inaondoa kila aina ya wasiwasi. Haleluya. Unajua kuna wale watu ambao wanafanya vitu kwa wanaita kwa kuflop. Yaani ukimwambia arudi hawezi.
ujue amebahatisha. Watu wanafanya maombi kwa kubahatisha. Ukiwaambia warudie, hawawezi kupokea majibu waliyopata. Na mtu mwingine ukimuuliza, imekuwaje umepokea majibu ya maombi? Ni Mungu. Lakini hajui formula. Hajui formula. Na ameflop. Ni kitu ambacho kimetokea kwa kubahatisha. Lakini Mungu hajaweka maombi kama sehemu ya kubahatisha. Kuna namna ambavyo ameweka mfumo, na ndio maana nakufundisha na kuonyesha. Namba 2 ni kuona mashaka. Unapoona mashaka, maandiko yanasema wewe ni kama wimbi, unachukuliwa huku, unahamishwa. Maanake hauwezi ukakaa katika imani. Huwezi ukalishikilia neno la Mungu mpaka mwisho. Kwa sababu gani? Umeona mashaka. Umeona mashaka. Kwa hakuna ndani yako imani. Hakuna imani. Kwa mashaka yanaondoa kujibiwa maombi yako. Kwa kama unanisikiliza siku ya leo na bado ndani yako unajua kabisa hakuna imani. Kuna watu ambao wanasema nina imani, lakini wanajua kabisa ndani yao hakuna imani. Bado wana mashaka. Wanajiuliza maswali, kwa mfano, je, kweli Mungu atafanya hichi kitu? Nimeshaathirika. Tayari kuna huu ugonjwa. Mungu kweli anaweza kuniponya? Au hawa wachungaji wanatudanganya? Mashaka. Mungu kweli anaweza kafanya kitu kama hichi? Mungu anaweza kafanya hichi kitu? Kwa mfano, kuna kitu tunaamini katika God Embassy. Tunaamini katika muujiza wa masaa 24. Kwamba Mungu anaweza kabadilisha maisha yako ndani ya masaa 24. Ni kitu ambacho tumefundishwa na mtumishi wa Mungu. Tunaamini kwamba mambo yanaweza kabadilika ndani ya saa 24. Tumeitoa wapi? Tumeitoa kwenye kitabu cha Wafalme. Maandiko yanazungumza jinsi ambavyo uchumi wa nchi ukabadilika ndani ya masaa 24, sawa sawa na neno la nabii wake. Manake Mungu aliweza kubadilisha uchumi wa nchi nzima. Imagine labda hali tunayopitia sasa hivi ya uchumi, neno la Mungu likatoka kutoka kwa mtumishi wa Mungu au kwa mtumishi wote hapa nchini, kwamba kulingana na neno la Bwana itakuwa 1, 2, 3, na vitu vikabadilika ndani ya masaa 24. Vitu ambavyo ingekuwa ni vigumu kabisa. Mifumo ya kiuchumi hairuhusu, elimu hairuhusu, miundombinu hairuhusu, sheria za uchumi haziruhusu, lakini neno la Bwana linaweza likabadilisha vitu vyote. Lakini inahitaji umwamini Mungu. Wale wanaona shaka, maandiko yanasema hawatopokea kitu kutoka kwa Bwana. Kwa hii ni formula. Ukiona mashaka, uwe na uhakika hayo maombi hayavuki paa lako. Umesikia wewe na ukuta, umesikia wewe na mapazia, umesikia wewe na masikio yako, lakini hayajafika kokote. Na ni rahisi sana kwa shetani kuyapangua. Kwa sababu gani? Mashaka. Usione mashaka. Kinyume cha mashaka ni imani. Mashaka na hofu vinaenda pamoja. Lakini kinyume cha mashaka na hofu ni imani. Imani. Kwa nini? Kumbuka maandiko yanasema, ila naombe kwa imani pasipo shaka yeyote, maana mwenye shaka ni kama wimbi la bahari. Kwa hiyo kinyume cha mashaka ni imani. Kinyume cha mashaka ni imani. Kwa ukijifunza, kwa nitakuonyesha baadaye, ukijifunza namna ya kuongeza imani yako, ukijifunza namna ya kupandisha kiwango chako cha imani, utajifunza namna ya kushinda mashaka. Huwezi ukashinda mashaka bila ya imani. Hallelujah. Okay, kwa sababu ya muda, wacha niendelee mbele. Kwa sababu ya muda. Alright. Sababu ya ngapi? Ya 3. Kwa nini maombi yako
hayajibiwi. Kwa nini maombi yako hayajibi? Namba 3, hii ni sababu ambayo inagusa watu wengi sana. Hizi zote nimezitaja zinagusa watu wengi sana, lakini ya 3 naomba niigusie: kuto kusamehe. Unaniambia mchungaji, we ujui? Ni kweli sijui, ni kweli sijui, lakini ninachoamini ya kwamba Mungu anajua, Mungu anafahamu, Mungu anaelewa unachokipitia, Mungu anajua ulichokipitia, anajua maumivu uliyopitia, anajua watu waliokutenda, watu waliokutelekeza, watu waliokuacha. Kuna muda ulikuwa unategemea mtu fulani atakusaidia, lakini hakutokea. Inawezekana ikawa ni mzazi, hakukusomesha, labda hakuwa na uwezo au hakufikiria. Yawezekana labda ni kipindi kigumu ambacho umekipitia, ambacho ulitegemea watu watakushika mkono, lakini kama Ayubu anapitia kipindi kigumu, rafiki zake baada ya kumtia moyo wanaanza kumsema. Nilikuwa naongea na Mkristo mmoja, mshirika wa God Embassy, akawa ananiambia kuna wakati alikuwa anamfikiria Ayubu na jinsi ambavyo maisha yake yalibadilika ndani ya masaa 24, kutoka juu mpaka chini. Ayubu alitoka kuwa bilionea mpaka kuwa kafara. Manake kapuku, hana kitu. Ayubu alikipitia sikiliza, ndani ya siku moja, ndani ya masaa 24 amepokea habari mbaya. Na hisi kwa watu sasa hivi kama una BP ishapanda, tushakuaga. Lakini alipokea mtiririko wa habari mbaya. Lakini maandiko yanasema katika haya yote Ayubu hakumtenda Mungu dhambi. Ayubu hakumtenda Mungu dhambi. Haleluya. Na baadaye unapoendelea kusoma kile kitabu cha Ayubu, Ayubu aliumia. Maandiko yanasema mpaka kailani siku yake ya kuzaliwa. Aliumia. Hakutegemea, hakujua. Kuna kitu kimoja tunaita kwa Kiingereza tunaita casualty of war. Hawa ni watu ambao wanaathirika na vita inayoendelea. Ni vita ambayo inawezekana hawajui ipo, lakini wao ni waathirika wa ile vita pasipo ya wao kujua. Kulikuwa kuna mazungumzo yanaendelea katika ulimwengu wa roho bila ya Ayubu kujua, lakini alikuwa anamhusu yeye na yakamkuta yeye, lakini hajui kinachoendelea. Lakini maandiko yanasema katika haya yote Ayubu hakumtenda Mungu dhambi. Lakini pia Mungu anakutana na Ayubu, anaanza kumsemesha kwa habari ya msamaha, akawasamehe rafiki zake. Na maandiko yanasema ya kwamba Mungu akawaambia wale marafiki zake waende wakamwombe Ayubu msamaha. Na maandiko yanasema alipoenda kuomba msamaha akawasamehe na akawaombea, akawabariki. Maanake maisha yao yalikuwa yamefungwa kwa sababu ya Ayubu. Lakini Mungu akatengeneza njia, akasema sikiliza, kama mnataka maombi yenu yaendelee kujibiwa, inabidi Ayubu awasamehe. Kwa akamsemesha Ayubu, Ayubu akasamehe, akaachilia, na wale watu wakapata kubarikiwa. Maana yake nini? Maisha yao yangefungwa, yangeendelea kuwa chini ya laana, chini ya kifungo, pasipo Ayubu mtu wa Mungu, Ayubu mtumishi wa Mungu kuwasamehe na kuwaachilia. Wewe mzazi unayenisikiliza, yawezekana watoto wako hawaendelei kwa sababu wewe hujawasamehe. Mume unayenisikiliza, mke unayenisikiliza, yawezekana mume wako au mke wako haendelei kwa sababu hujamsamehe. Kumbuka mko kwenye agano, kumbuka mko kwenye upatano. Unaposhindwa kumsamehe mwenzi wako, mke wako, mume wako, unaweka kifungo katika ulimwengu wa roho cha yeye kushindwa kupokea majibu ya maombi yake. Kuna watu ambao mnanisikiliza usiku wa leo au siku ya leo, kuna watu ambao sasa hivi ninavyozungumza ndani yako unasikia kuchemka, una boil, unachemka.
hasira, tunaita ule mwiba wa maumivu. Ni kama umetoneshwa, ni kama vile umeguswa, umekanyagwa, kwa mnajisikia vibaya. Pindi tunavyosikia kuhusu swala kusamehe, unasikia kutetemeka. Kuna wengine mnatetemeka, mnasikia kutetemeka ukimkumbuka yule mtu aliyekukosea. Kuna wengine wamefanyia vitendo vya unyama ambavyo ni vigumu kuvisema, lakini unapomkumbuka yule mtu unasikia vibaya, unasikia uchungu ambao umejengeka ndani, lakini ni kwa sababu ya kuumizwa au kuumizwa. Lakini Mungu anazungumza na wewe jioni ya leo au siku ya leo ya kwamba samehe. Mmoja kati ya kitu ambacho kimekuwa kikufanya kuto kujibiwa maombi yako ya hayo magonjwa yanayopitia ni kuto kusamehe. Wengine mmefungwa na magonjwa kwa sababu ya kuto kusamehe. Uchungu umejengeka. Wengine pressure, wengine shida za mifupa, kwa sababu mwili haujaumbwa kubeba stress. Mwili haujaumbwa kubeba stress. Kwa hiyo kama ndani kuna stress, manake mwili wako hauwezi ukachukulia, na kwa unageuka na kuwa sumu. Zile stress zinageuka kuwa na sumu. Kwa hiyo mwili wako unaathirika kwa sababu ya nini? Ya maumivu. Moyo unaumia, moyo unainama, maandiko yanasema. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kuto kusamehe. Nikuonyeshe kwenye maandiko hapa kidogo. Kwenye kile kitabu cha Marko sura ile ya 11. Marko 11. Marko 11. Marko 11 mstari ule wa 25 mpaka ule wa 26. Marko 11. Marko 11 25 mpaka 26. Maandiko yanasemaje? Nasema hivi: nanyi kila msimamapo na kusali, sameheni mkiwa na neno juu ya mtu, ili na Baba yenu aliye mbinguni awasamehe na ninyi makosa yenu. Lakini kama ninyi hamsamehe, wala Baba yenu aliye mbinguni hata wasamehe ninyi makosa yenu. Maanake nyewe wenyewe hamtojibiwa maombi yenu. Kwa sababu gani? Umegoma. Mmoja kati ya mistari ambayo nilisoma na kuogopa sana, maandiko yanazungumza kuhusu wajakazi fulani kwenye kile kitabu cha Mathayo. Hatuna muda kwenda kukisoma chote, lakini maandiko yanasema kulikuwa kuna ndugu mmoja ambaye alikuwa anadaiwa na tajiri. Alikuwa anadaiwa fedha nyingi sana. Maandiko yanasema ya kwamba akalia mbele za yule tajiri. Yule tajiri akajisikia huruma, akamsamehe yule bwana, akamsamehe deni lake lote. Yule bwana akaondoka. Bwana akatoka pale, amefurahi, hapa amesamehewa deni lake, na alikuwa deni dogo. Akaondoka, akaenda kwa yeye ambaye anamdai wake, anamdai. Akafika kule, akamshika shingo, akaanza kumsukuma sukuma, akaanza kumwambia, utanilipa deni yangu lote. Kumbuka amesahau kwamba yeye alisamehewa deni. Akafika kwa mdeni wake, akamkwida, kama vile ambavyo tunapenda kudai watu kwa shari. Akamkwida, akamwambia, nilipe deni langu lote. Maandiko anasema kwamba yule mdeni wake akaanza kumwomba, jamani, naomba unisamehe, naomba unisamehe, naomba unisamehe, nipe muda nifanye hivi. Lakini akakataa, akamfunga yule jamaa. Maandiko anasema kulikuwa kuna wajakazi wenzie, wafanyakazi wenzie, waliposikia wakaenda kumwambia bosi wake, bwana, kwa maliza 1 2 3, huyu ndugu mmemsamehe, lakini yeye hakumsamehe mzake mpaka amemfunga. Maandiko anasema yule
tajiri alipata ghadhabu, alichemka, akamfuata, akaambia, wewe mtumwa mwovu, uliniomba nikakusamehe, umeshindwa kumsamehe mwenzako. Maandiko yanasema akamkamata, akamweka jela mpaka atakapolipa deni lote. Sasa swali, analipaje deni yuko jela? Haleluya. Maandiko yanasema ya kwamba ndivyo ambavyo Mungu atafanya kwa wale ambao hawasamehi. Ndivyo ambavyo Mungu atafanya kwa wale ambao wamegoma kusamehe, wamegoma kuachilia. Maandiko yanasisitiza kwa habari ya msamaha. Na ni Mungu pekee ambaye anaweza kukuponya. Ni Mungu pekee ambaye anaweza akakupa nguvu ya kuachilia. Nitakuombea jioni ya leo ya kwamba Mungu akaponye moyo wako kwa jina la Yesu. Akaponye moyo wako kwa jina la Yesu. Akahudumie moyo wako kwa jina la Yesu. Kwa sababu gani? Kwa sababu Mungu ni Mungu anayeponya, anayegusa mioyo yetu. Jifunze kuachilia. Namba ngapi? Namba 4. Taishia hapo kwenye namba 4. Sababu ya 4, kwa nini haujibii maombi yako? Kwa nini? Kwa nini ujibii maombi yako? Kwa nini ujibii maombi yako? Namba 4. Kwa sababu unaomba ili kutimiza tamaa yako mwenyewe. Unaomba kutimiza tamaa yako mwenyewe. Kile kitabu cha Yakobo sura ile ya 4 mstari ule wa 3. Yakobo sura ile ya 4. Yakobo sura ile ya 4 mstari wa 3. Maandiko yanasemaje? Maandiko yanasema hata nianzie mstari wa 4. Nianzie mstari wa kwanza. Nianzie mstari wa kwanza, alafu nitafika mpaka ule mstari wa 3. Maandiko yanasema hivi: vita vyatoka wapi? Na mapigano yaliyoko kati yenu yatoka wapi? Si humu katika tamaa zenu zifanyazo vita katika viungo vyenu? Kwa Mungu ana address issue ya tamaa zetu wenyewe. Kuna vitu ambavyo vinasukumwa au maombi yanayosukumwa na tamaa zetu wenyewe, na nitakuelezea. Maandiko yanasema hivi, mstari wa 2: mwatamani wala hamna kitu, mwaua kama vile ambavyo watu wanaua, na kuona wivu kama vile ambavyo wengi mna wivu. Na unisikiliza, mna wivu. Wala hamwezi kupata, mwafanya vita na kupigana. Wengine mnaingia kwenye vita ya mashindano, vita ya kupigana, mnapigana vijembe mnasemeana vibaya kwa watu ambao wangekuwa msaada. Kuna maneno maovu ambayo yanasambazwa, uongo. Wengine mnafanya uongo, mnafanya umbea, mnapeleka maneno yasiyo sawa ili mwingine avutwe chini, ili wewe labda upate nafasi hiyo ya juu. Maandiko yanasema wala hamna kitu kwa kuwa hamuombi. Inasema mstari wa 3: hata mwaomba wala mpati kwa sababu mwaomba vibaya, ili mvitumie kwa tamaa zenu. Tamaa zenu. Kwa hiyo wengi mnasukumwa kuomba kwa sababu ya tamaa. Tamaa. Sio kwa sababu unataka maisha yako yabadilike. Unataka tukuone, unataka tukujue. Tamaa. Unataka kulipiza kisasi, unataka kuonyesha watu kwamba na mimi nipo.
unataka kujilinganisha na watu, ishi maisha yako. Acha tamaa. Usisukumwe na tamaa. Usisukumwe na tamaa. Mithali 16 mstari wa pili. Mithali 16 mstari wa pili. Maandiko yanasemaje? Mithali 16 mstari wa pili. Maandiko yanasemaje? Njia zote za mtu ni safi machoni pake mwenyewe, bali Bwana huzipima roho za watu. Inasema Bwana anapima mioyo ya watu. Bwana anaangalia mioyo ya watu, anapima moyo wako. Kwa nini unaomba maombi unayoyaomba? Anakaa na kuangalia. Uko Mungu fanye hivi, Mungu fanye hivi, Mungu fanye hivi, unaruka, unatoka jasho. Lakini Mungu anakuingiza kwenye mizani. Anakuangalia. Huyu kinachomsukuma ni wivu. Huyu kinachomsukuma ni kiburi. Huyu kinachomsukuma huyu anafuatisha namna za dunia tu. Anafuatisha trendi. Ndicho ambacho kinamsukuma kufanya anachokifanya. Haleluya. Lakini hapokei majibu ya maombi. Kwa sababu ya nini? Anaomba kwa tamaa zake mwenyewe. Kinachomsukuma kufanya yale maombi ni tamaa zake mwenyewe. Nimalizie na ile Wakorinto wa kwanza sura ile ya 4. Kwa sababu ya muda, Wakorinto wa kwanza sura ile ya 4. Wakorinto wa kwanza sura ile ya 4 mstari ule wa 5. Mstari ule wa 5. Maandiko yanasemaje? Basi ninyi msihukumu neno kabla ya wakati wake, hata ajapo Bwana ambaye atayamulikisha yaliyositirika ya giza na kuyadhihirisha mashauri ya mioyo, ndipo kila mtu atakapoipata sifa yake kwa Mungu. Nini anamaanisha? Anasema mashauri ya moyo. Kwa kuna vitu ndani ya moyo wako vinavyokusukuma kuomba unachokiomba. Kwa unapoingia kuomba lazima uangalie ni nini ambacho kinakusukuma kuomba. Nini ambacho kinakusukuma kuomba? Je, ni tamaa? Je, ni mashindano? Je, ni vita? Je, ni kulipiza kisasi? Je, ni kuonekana? Je, unataka labda watu wamekudharau? Na ndivyo ambavyo maandiko yanasema, unapokuwa maskini watu wanakudharau, hata ndugu zako watakudharau. Kwa kuna wengine wanasema acha nipate na mimi wanione, wamenisema vibaya kwa muda mrefu, nataka niwaonyeshe. Hiyo ni sababu ambayo itakuzuia wewe kupokea majibu ya maombi yako. Haleluya. Katika sehemu hii ya kwanza nimekushirikisha kwa nini maombi yako hayajibu. Katika sehemu ya pili nitakushirikisha nini cha kufanya ili upate kupokea majibu ya maombi yako. Popote ulipo, nataka nikuombee sasa. Nataka nikuombee katika jina la Yesu Kristo. Kama unanisikiliza ulikuwa na maumivu, unashindwa kusamehe, na kuombea kwa jina la Yesu upokee uponyaji sasa. Katika jina la Yesu, Mungu mwingi wa rehema akakutembelee ndani yako, ndani ya moyo wako, akaguse zile memory, akaguse vile vitu ambavyo umeumizwa navyo, akakupe uponyaji katika jina la Yesu Kristo. Ninamuomba Mungu kwa ajili yako wewe unayenisikiliza, na wewe ambaye utakuja kunisikiliza, katika jina la Yesu Kristo, Mungu akakuponye katika jina la Yesu. Huo moyo uliojeruhiwa ukapokea uponyaji usiku leo katika jina la Yesu. Kama unanisikiliza, weka mkono wako kwenye kifua ikiwa ni ishara. Kumbuka hakuna umbali katika maombi. Weka mkono wako sasa. Ninaomba katika jina la Yesu, ninaachilia nguvu za uponyaji. Uponyaji ukapite ndani ya moyo wako, ukalete uponyaji katika jina la Yesu. Mkono wa Mungu
Mkono wa Mungu uko hapo na wewe sasa. Mkono wa Mungu uko na wewe hapo sasa, katika jina la Yesu Kristo. Uponyaji unafika, uponyaji unafika katika jina la Yesu Kristo. Uponyaji unafika katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Uponyaji unafika katika jina la Yesu. Pokea uponyaji sasa. Pokea uponyaji sasa. Wewe ambaye ulikuwa unajisikia mashaka, ninakuombea kwa Mungu sasa, hiyo hofu ikakuachie katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Hofu ikakuachie. Hofu ikakuachie katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ukapokea uponyaji. Ukapokea uponyaji. Ukapokea uponyaji. Ukapokea uponyaji katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ukapokea uponyaji katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ninaamuru sasa hizo roho za hofu zilizokushika, hizo roho za hofu zilizokushika, ninaziamuru zikuachie kwa jina la Yesu. Zikuachie kwa jina la Yesu. Achie moyo wake, achie ufahamu wake katika jina la Yesu Kristo. Sahi ukapokea uzima, ukapokea uponyaji, na neno la Mungu likaendelea kujengeka ndani yako katika jina la Yesu Kristo. Nimeomba nikiamini, amen. Haleluya. Lakini naomba nikupe nafasi ya kumtolea Mungu. Nikupe nafasi ya kumtolea Mungu. Umesikia mzigo, umesikia msukumo, na Mungu ameachilia msukumo ndani yako. Kuna namba hapo zinaonyeshwa kwenye sehemu yako unayoangalia. Toa sasa kadri ambavyo Mungu anakuongoza. Tolee Mungu sasa katika jina la Yesu. Mungu akubariki. Nakupa dakika 2. Umtolee Mungu sasa. Umtolee Mungu sasa katika jina la Yesu. Umtolee Mungu sasa. Usiache kumtolea Mungu. Ni muhimu kumtolea Mungu katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Mtolee Mungu sasa. Mtolee Mungu sasa katika jina la Yesu. Na wewe ambaye utakuja kusikiliza video hii, usiache kumtolea Mungu. Tumia hizo namba ambazo tumekuwekea hapo. Mtolee Bwana na Mungu atakubariki. Naomba nikuombee sasa, wewe ambaye umetoa, na wewe ambaye unatoa, na wewe ambaye utakuja kutoa. Ninaomba baraka za Mungu zikapatane na wewe katika jina la Yesu. Utokapo uingiapo zikapatane na vyanzo vyako vya mapato katika jina la Yesu. Yule mharibu hana nafasi dhidi ya vyanzo vyako vya mapato katika jina la Yesu. Mungu akakuongeza na akakuzidisha katika jina la Yesu. Paulo ulipotoa ukaendelea kuongezeka na kuzidi sana. Ghala zako zikapate kujaa katika jina la Yesu Kristo. Wema wa Mungu kaendelee kukuonekania na kukutunza. Wewe ambaye uko katika ajira, Mungu akaitunze ajira yako. Wewe ambaye uko shambani, Mungu akakujalie mazao. Wewe ambaye uko ofisini, serikalini, Mungu akaendelea kukupa neema ya kuongoza watu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Wewe ambaye uko kwenye biashara, Mungu akaitunze biashara yako katika jina la Yesu Kristo. Nimeomba nikiamini, amen. Shalom. Mungu akubariki.